Hofu, ukiwa na hofu basi wewe utakuwa ni mgonjwa. Kikosi chenu kiko fiti ama kuna majeruhi? Wachezaji wapo wanapata majeraha lakini wanaendelea vizuri, na katika mchezo wa kesho basi tunatarajia kuwatumia kwa sababu wachezaji wanaotakiwa ni 20, wengine wanaweza kukaa nje. Kwa hiyo tushukuru Mwenyezi Mungu kama wataamka salama. Tuombe dua ama mnyama anakufa hiyo kesho? Tuombe dua Mwenyezi Mungu atujalie basi tuamke salama. Kule Lindi tunapatikana FM 93.7. Pengine unawaambiaje sasa wana Lindi wanasikiliza eSport kwa sasa? Wana Lindi wametuaga vizuri na tumefika salama, na tunashukuru kwa support yao, na natarajia kesho tutakuwa nao kwa jinsi mapenzi yao na timu walivyotuonyesha, na imani kesho tutakuwa nao pamoja. Hata japo wakiwa 10 tunajua wana Lindi tupo nao pale uwanjani, na naamini hivi sasa hivi watakuwa njiani, watakuwa kwenye mabasi wanakuja. Asalamu alaykum. Waalaikumsalam. Safi. Msikiliza vema hapo Zuberi Katwila kabisa. Sasa afisa habari Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club Ahmed Ally, yeye Ahmed Ally, kwani nyinyi mnaingia kwa kujiamini ama mnawaheshimu Bigman? Kwa tumekuwa na wiki 2 thabiti za maandalizi kuelekea mchezo huu dhidi ya Bigman. Pamoja na kwamba ni timu mpya kwenye masikio yetu, lakini haiondoi uhalisia kwamba ni mechi ngumu. Timu mpaka inafanikiwa kufuzu kufika hatua kama hii, maana yake ndani yake ina ubora usiomithilika. Tunafahamu wote ya kwamba ziko timu kubwa ambazo zimeshaondolewa kwenye michuano hii ya kombe la CRDB. Kwa hiyo ukiona timu iko hapa sasa hivi, maana yake hiyo timu ina ubora wa kufika hapa. Hivyo mechi yetu sisi na wao katika mchezo huo wa kesho hautakuwa mchezo mwepesi, na sisi tunamtazama Bigman kama mpinzani mkubwa, mpinzani mgumu, mpinzani ambaye atakwenda kutupa changamoto kubwa, na tumejiandaa kwa ukubwa huo. Kuelekea katika mchezo huo tutawakosa wachezaji 6 ambao wapo kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Wote tumeona jana wakiwa na kazi kubwa ya kuipigania Tanzania pale Morocco. Kwa hiyo hao tutawakosa, lakini wengine wote waliosalia wako tayari na wako timamu kwa ajili ya kuipigania Simba katika mchezo wa kesho dhidi ya Bigman. Safi, na asante sana Ahmed Ally kwa kuungana nasi kutuhabarisha hivyo. Salum Nolela, umesikiliza pande zote mbili kwa maana ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini kwa upande wa Bigman mechi ipo na ni mechi ngumu. Kumbukumbu zinaonesha Bigman kufika hatua hii ya 16 bora walimtoa JKT Tanzania. JKT ambaye alimsumbua Yanga, kamsumbua Simba, lakini katoka kwa Bigman. Kumbe Simba inawezekana akatolewa na Bigman vile vile kesho. Nafasi nani Prison bwana? Ni Prison ndo alitolewa. Tanzania Prison. Kwa mikwaju ya penalty. Ndio. Prison wenyewe nafikiri ni timu ngumu sana. Wametoa timu ngumu, na maana yake nini? Maana yake wanatuambia kwamba wanao uwezo wa kufanya kitu dhidi ya Simba kama wameweza kumngoa Tanzania Prison. Na ubaya pia kwa Simba kama alivyosema Ahmed Ally, wanawakosa wachezaji muhimu 6. Maana yake kwamba hao wachezaji 6 wote ukiwatazama wote ni first 11 ya Simba. Umeelewa? Maana yake sasa itabidi watumie wachezaji wa sabu ambao wanatokea sabu, lakini kwenye mpira mchezaji yoyote wa Simba Sports Club, hata yule anayetokea benchi, quality yake haiwezi kuwa sawa na mchezaji wa Bigman. Wachezaji wa Simba quality yao ipo juu. Kwa hiyo Simba hawana excuse yoyote kwa kama endapo watapata matokeo mabovu dhidi ya Bigman. Yaani kisingizio cha kusema wachezaji wetu 6 wakuwepo, okay, inaweza ikawa sababu kwa mwalimu, lakini sio excuse ya kumueleza mtu wa kawaida aelewe kwa sababu ya quality ya mchezaji wa Simba pamoja na Bigman. Ni issue tu ya mwalimu mwenyewe Fadu Davis kuchanga karata zake vizuri na kiwanja cha mazoezi kuandaa programu yake vizuri. Na hizi mechi kwa sababu hata wangekuwepo hao wachezaji 6 bado tunaona rotation waga zinafanyika. Kwa mfano sehemu labda ya Mohamed Hussein, unaona kuna baadhi ya mechi hata akicheza Valentine unaona kuna shida. Tumeona mchezo uliopita dhidi ya Costi alicheza Duchu over Kapombe, alicheza vizuri sana pia. Tumeona kuna kina Chamu Kalabu katika eneo la ulinzi. Kuna kina Hamza goalkeeper tumemwona aishi mazoezini. Hamza yupi? Hamza yupo national team.
Golini tumemwona Hussein Abel yupo na Aishi. Hata kama ikatokea akadaka Hussein Abel zidi ya Bigman, bado unaona kabisa bado ni golikipa ambaye hiyo mechi anaiweza. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi naona ni mechi ambayo Simba ipo ndani ya uwezo wao, na Bigman mwalimu Zuberi Katwila inabidi afanye kazi kubwa sana kuweza kuwazuia Simba Sports Club. Kanuni zinasema timu klabu ikiwa na wachezaji zaidi ya wawili wako timu ya taifa inaweza sicheze mechi yoyote mpaka wachezaji hawa watakaporudi. Simba wachezaji 6 hawapo, lakini wamekubali kucheza. Inaleta tija ama inaleta mazungumzo aina gani? Ndio kuvunja kanuni au hii imekaa vipi mzee wangu? Simba wao nafikiri kilichofanya wacheze kwa sababu wameona cha kwanza, mwalimu Fadu Davis tukumbuke alikuwa anahitaji mechi kabla ya kwenda kuwava Almasi. Mechi yoyote alikuwa anataka hata kirafiki ipatikane. Kwa hiyo kakosa mechi hiyo ya kirafiki. At least anaona huu mchezo wa CRDB kwake utakuwa mchezo muhimu sana kabla ya kuelekea mchezo wa kimataifa. Kwa hiyo yeye anataka kuutumia mchezo kama kipimo au kama mchezo utakaompa mazoezi kuelekea katika mchezo ambao washirikisho. Sasa mwalimu kama alikuwa anahitaji mchezo katikati wa kirafiki kucheza na kapata mchezo wa CRDB, anaona afadhali acheze mchezo huu kuliko kuacha kutocheza, sababu kama unavyosema Simba walikuwa na uwezo wakaugomea mchezo. Lakini na kingine ndo tunarudi pale pale, Simba wenyewe wanajua kwamba haina haja ya kuweka vipolo vingi kwa sababu ya timu ambayo wanaiweza. Yani hata hawa wachezaji walikuwa nao wamepiga hesabu zao, wameona wanawaweza, ni timu ambayo ipo ndani ya uwezo wao. Sababu hapa tuwe wa kweli, Simba ingekuwa fixture hii labda hata tuseme na Ken Gold au sijui Tabora United, Simba sidhani kama wangeweza kucheza wakiwa hawana wachezaji wao muhimu 6. Wameibeza Bigman. Yani manake wao wameona kwamba ni mechi ambayo ipo ndani ya uwezo wao. Ndio maana anasema hata kama wangekuwa wachezaji wote full squad bado tusingeweza kuiona squad nzima zidi ya Bigman. Tungeona kuna mchanganyiko kama mechi zilizopita tumeona Federation ambazo tulikuwa tunaona huko sometimes wanaanza kina Duchu akina Awesu. Kwa hiyo ni mechi ambayo wameona haina haja ya kuilaza. Unajua unaweza ukasema uilaze iki kipolo kikaja kukase sehemu mbaya zaidi hapa. Kwa hiyo kingine na mwalimu kwa sababu alikuwa anahitaji mchezo wa kirafiki wa kucheza kwa sababu hajacheza mechi takriban wiki 2. Kwa hiyo hii pia nafikiri wakati mwingine mwalimu Fadu tunajua uaga sometimes anatakaga mechi. Anaweza kusabona na hitaji hiyo mechi ni icheze kwa sababu ya kujiweka fit na kupata at least test. Japokuwa mtu anaweza kipimo cha Almasri isiwe sawa na Bigman, lakini kwa ajili tu ya wachezaji, unajua mchezaji akipata mechi fitness kidogo inakuwa tofauti na mazoezi. Sasa Simba wamefanya mazoezi wiki 2 bila kupata test yoyote ya mechi. Aishi Manula ameonekana kurejea kwenye mazoezi ya Simba. Anarejea kwa sababu ya Musa Kamara ana injury ambayo inamfanya kosa hata mechi ya Bigman, anakosa mechi ya Almasri ya kwanza na alishakosa mechi za timu yake ya taifa licha kwamba aliitwa. Simba wana mchecheto, wamemkumbuka Aishi Manula kukiwa kumekucha. Kwanza taarifa zilizokuwa nazo kabla ya kuonekana mazoezini, tulikuwa tuna taarifa za Aishi ana mgonjwa, si ndio? Ndio. Sasa tunaweza ukasema hivyo alafu wakakwambia kwamba sisi huyu mchezaji wetu alafu alikuwa mgonjwa ndo kapona, sasa ndo karudi mazoezini. Na kingine Simba kwa sasa wana uhitaji wa Aishi kwa muda huu tunaozungumza, kwa sababu golikipa pekee aliyebaki ni pekee yake ni mmoja, umeelewa? Sasa hauwezi ukawa na golikipa mmoja unaenda kucheza mechi, kwa mfano ikatokea dharura yoyote inakuwaje? Sasa kuna vijana wa under 20 wale. Na ndio maana nikakwambiaje, sasa kama huyu yupo golikipa senior na anaweza kucheza, kwa nini wasimpe nafasi? Kwa hiyo Simba huyu ni mchezaji wao, na issue ya yeye ilikuwa ni inasemekana na majeruhi. Kwa hiyo kama kapona, maana yake hakuna shida yoyote ya yeye kurejea kwenye kikosi cha Simba. Mara nyingi hizi timu zikicheza na Simba, Yanga, Azam huaga wanafunguka sana. Pengine hii haiwezi ikawaathiri Bigman FC. Mara nyingi mimi ninavyoona sasa mgunduzi, naona mara nyingi hawafunguki sana mimi, lakini ninavyoona yani naonaga mara nyingi huaga wanajilinda sana kuliko kufunguka, na wanafahamu
wa hatari yake Mgunduzi ukifunguka zidi ya Simba, hizi timu kubwa Simba, Yanga au Azam whatever. Ukifunguka hovyo utaadhibiwa. Kwa hiyo mara nyingi na Zuberi unajua ni mwalimu mkubwa, mwalimu ambaye anawafahamu vizuri Simba. Naamini cha kwanza atawaheshimu Simba kwa sababu timu kubwa yoyote Mgunduzi ukicheza nayo ukifunguka wao ndio wanafurahi. Yaani timu kubwa yoyote ukisema ufunguke mpishane huwa wanafurahi kwa sababu kwenye quality ya wachezaji wa timu ndogo na kubwa zinatofautiana. Unajua timu ndogo washambuliaji wa timu ya kawaida wanaweza wakapata nafasi 5 za kufunga na wasifunge hata moja au wakafunga moja. Lakini Simba kwa mfano, Yanga au Azam, timu kubwa zikipata nafasi 5 zidi ya timu ndogo watakufunga 3, watakuachia 2. Umeelewa? Walinzi wa timu kubwa na timu ndogo, walinzi wa timu ndogo wakipelekewa pressure hizo mara 5 zile 1 against 1, 2 against 2, 3 against 3, zikija mara 5 watafungwa 3. Lakini kuna zinaweza zikatokea beki mmoja wa timu kubwa na washambuliaji 2 wa timu ndogo na bado anaweza huyo beki akawazuia. Umeelewa? Na sapo ni